alikuja kwa sababu ya kuleta wokovu duniani. Amen. Na sasa nataka nizungumzie wokovu kwa watu wako. Kumbuke hilo. Na nitazungumzia habari za Yesu kuja duniani alete wokovu kwa watu wake. Lakini mimi nazungumzia wokovu kwa watu wako. Na tutafananisha mambo yote kwa pamoja. Mstari wa 11 Yohana 1:11 inasema, he came to that which belonged to him. Alikuja kwa kile kilichokuwa cha kwake, au alikuja kwa walio wake. Biblia ya Kiswahili inasema hivyo. Kiingereza inasema to his own, wale watu wa kwake kabisa. Usikilize vizuri kabisa. Kujiunga na dini ni tofauti na kuokoka. Alikuja kwa watu walio wake, yani kisikia wa kwake. Alipokuja kwanza alienda kutafuta kondoo wa Israeli waliopotea, the lost sheep of Israel. Walikuwa wanaitwa Waebrania. Hakuja kwa sababu ya watu wa mataifa kama sisi. Aliambiwa na agenda ya kwanza ilikuwa ni kwa taifa la Mungu, taifa la Israeli ambao ni Wayahudi, Jews, ambao walikuwa na dini kama zifuatazo. Walikuwa na dini inaitwa Judaism. Hiyo dini ya Kiyahudi ina itikadi kali sana, ni kama wanataka kufanana na itikadi ya wale Waislamu wa Sunna. Wana itikadi kali sana, wanafuata sheria ngumu. Kulikuwa na dini pia ya Mafarisayo na Masadukayo. Hawa walikuwa ni kundi la walimu wa sheria au Torati ya Musa, na walijua mambo yote, usiibe, usiue. Yaani wao walikuwa wanaijua na wanaishika. Lakini kundi la Mafarisayo na Masadukayo, hiyo dini yao, walikuwa waamini habari ya kuokoka. Hiyo habari ukiwaletea mtagongana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Judaism, ambayo ni dini ya asili ya Kiyahudi, ilikuwa haiamini habari za ufufuo wa ufufuo na uzima. Ilikuwa haiamini pia wokovu na hukumu ya mwisho. Sawa sawa na Mafarisayo pia walikuwa waamini wokovu na ile ufufuo utakao kuja ule wa mwisho. Walikuwa waamini habari ya ufufuo. Kwa hivyo Yesu alipokuja kwa watu walio wa kwake, yani wale ambao, ukumbuke Mariamu alikuwa ni Myahudi pia, sawa sawa, alikuwa ni Mwisraeli. Kwa hivyo alizaliwa kwenye chimbuko, Mungu alimleta akamtolea kwa Waisraeli. Maanake yule Bikira Mariamu aliyembeba Yesu alikuwa ni Myahudi. Sasa wakati Yesu amekuja kwa walio wa kwake kabisa, ambao ukiangalia sura za kibinadamu utasema huyu amezaliwa kwa ubukusu, walikataa hiyo habari. Umeelewa nimesema nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaenda tu, unatoka wapi, unaingia tu, unalinganisha. Walisema hiyo hapa, walikataa kabisa kwa sababu ambazo mtazitaja baadaye. Kwa hivyo walienda kwa watu walio wa kwake, nasema his domain, yani chimbuko lake, his creation, vitu alivyoviumba, watu waliowaumba wakakataa. Huwezi kuwa wewe ni mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wokovu unaonekana haukuja kwa urahisi na ulipingwa sana. Hata Yesu alipokuja watu hawakumtaka. Wanaelewa kweli? Watu hawakumuelewa kwamba ndiye mwokozi. Hata kwanza wale aliozaliwa nao, yani ambao waliona huyu ametoka kwenye nyumba ya Yusufu, wakaona ametoka kwa Mariamu nyumba, walisema hii habari haituhusu. Na vivyo hivyo haitakuwa rahisi uokoke wewe. Samahani, dini, ndio maana ukijiunga na dini hakuna mtu anaongea habari yako. Hakuna mtu anasumbana na wewe. Sawa? Ni kitu cha kawaida. Lakini ukishaokoka, kuna kitu lakini ukijue, itakuwa ni vigumu sana watu walio wa kwako kuamini umeokoka. Hiyo number 1. Walio wa kwako. Na nitakupatia sababu baadaye, sio sahihi,
ambazo zinaweza kufanya pengine watu hao baadaye wawaze kufikiri au kuamini, lakini sio rahisi sawa na Yesu alipokuja. Amen. Kwa hivyo watu wapake walikataa, anasema things, vitu vya kwake, maana yake aliyoviumba, dunia aliyoitengeneza mwenyewe, kwa sababu tulisoma yeye ndiye aliumba nini? Dunia. Lakini amekuja kuiokoa tena ikakataa. Kama mpaka sasa kuna watu wanakataa, hawataki habari ya Yesu. Lakini yeye ndiye aliwaumba. Unaweza ukaona picha, mtu amekuumba, amekutengeneza, unapendeza, alafu akikwambia sasa nipokee iwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sitaki. Yaani inakuwa ni kama sarakasi na isema Kiswahili. Ni kama vitimbwi, sio ni kama vituko wanasema Wakenya. Inakuwaje wewe mtu amekuumba, yeye ndiye amekutengeneza, pumzi ni yake, wewe uzima ni wake. Alafu anakuambia simple, usinipe pesa na mali kwanza, nipokee tu niwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nikae na wewe, nikusaidie, nikuponye, nikusamee, nikutoe kwenye dhambi zinazotesa. Yaani hiyo tu, watu wakasema hapana. Usishangae na wewe watu wa kwako wenyewe watasema hapana. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hivyo ukitaka watu wote wakubali umeokoka, uwe tayari kuacha wokovu. Ukitaka kila mtu ashangilie, mawe tatu iseme yani huyo ndio mwenyewe, hiyo habari ya tena na Mungu. Ukitaka watu wa kwenu wote waseme wewe umeokoka, achana na wokovu, uache kabisa, kwa sababu hiyo safari hautaweza tu. Yesu ameenda kwa wale amewaumba na ni kabila lake. Alikataa. Tena walimwambia siku moja, nenda ukafanyie miujiza huko. Hapa hakuna kufanyia miujiza vikani. Peleka huko watu wakuone. Tena walimwambia huko, sio hapa. Unajua mtakwambia hapa, afadhali hapa barabarani. Anakuambia huko. Watu waende waone miujiza kama kweli unafanya miujiza. Unaonaje ndani watu wako? Hiyo usipoikubali, habari ya Yesu achana nayo. Kwa sababu na Yesu mwenyewe walimwambia, tena sio mara moja tu. Na yeye hakushangaa. Ndio style, ndio mtindo wa wokovu, ndio mfumo, ndio teknolojia ya wokovu. Ili wokovu uende inakaa namna hiyo. Kwa hiyo kila mtu anakusifu, hauko na Mungu. Lakini ukiona angalau wanatengeneza vitu, wanaongea, hatutaki habari, ujue sasa kuna mahali unaelekea. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja. Hakuambiwa mpe sadaka wala pesa wala nini. Nimekuja, nimewapenda. Tena anasema nimewapenda niwaokoe. Kiswahili kikaanzia hapo. Hatutaki. Sio tutakusikiza baadaye. We don't want. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ndio unataka kila mtu akupende, akusikilize, akuamini, aseme wewe ni pastor, wewe ni prophet. Hiyo kama unataka hivyo, hii habari ya Injili acha kalime mahindi uuze. Achana na habari ya wokovu. Wokovu hauko hivyo. Ninakuambia mambo ambayo hata mimi mitihani nilishamaliza hiyo. Hiyo mitihani nilishapita na naelewa habari hizi. Yaani ukitaka kila mtu amini wewe umeokoka, hiyo ni shida utaipata. Kwa sababu na Yesu alikuja kwa wale wa kwake, rangi yake, kabila lake, ndiko alikotokea. Mungu aliruhusu azaliwe kwa hakuzaliwa mbukusu. Alizaliwa kwa Waisraeli, kabila ya Wayahudi, taifa la Mungu. Wakasema no. Kama angejiunga na dini ya Wayahudi wangekubali. Kama angejiunga na dini ya Masadukayo na Mafarisayo wangekubali saa hiyo. Njoo, anakupa na cheo, wewe utakuwa church elder. Au utakuwa top evangelist. Au right reverend au left reverend kama wapo hivyo. Au bishop. Lakini walipoona ameleta kitu kinaitwa wokovu, wakasema unasemaje? Wewe umekuja kuokoa wanadamu na dhambi zao. Hizi zote hizi wewe, hapana. Kesi kazi hapo. Everybody rejected. Tena unajua walikataa kabisa, hata sisi wanakataa kidogo na kuhonja. Walikataa kabisa na kumwambia na miujiza yako usifanyie hapa. Huko. Na ndio maana watu wengi pia hujizuia kuokoka na kufikiria mazingira haya nitayaweza. Yaani naona kama ndio style hii,
watu hawa wote wawe kinyume na wakatae. Niendelee na habari? Hapana, mimi najiunga na watu wengine, tukae kama watu wengine. Hakuna haja kujisumbua na wokovu kama style ndio hii. Watu wengi wao wanasogea nyuma hivyo. Sababu anaona baba amekataa, mama amekataa, ndugu amekataa, mjomba amekataa. Sasa hajui kwamba mjomba pengine ni mchawi. Unanielewa kweli? Wanafanya mambo ya gizani. Watu wamezoea pombe, wamezoea uasherati. Sasa umeamua kutoka katika mazingira hayo uende kwa Yesu. Hujatukana mtu. Ila kile umeamua kinafanya usiwe chini ya utawala uliokuwa unatawala ukoo. Kesi inaanzia tu hapo. Wewe umetoka kwetu. Hatutaki. Kama wakakataa. Unisikize vizuri. They refused. Sema hili hatutaki na hatupendi. Wanasema and the world and they who were his own. Na kumbuka hii ni dunia. Ni nini? Dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikiliza vizuri, dunia haitakubali nini? Wokovu. Unanielewa kweli? The world na mitindo yake na mifumo yake. Watu ambao wamezoea uzinzi, uasherati, kahaba, hawako tayari kuacha mambo yale wamfuate Yesu. Watakataa habari za wokovu. Lakini kimwambia habari ya dini yetu iko hivi, ukifika huko tunapata misaada, unajua huko tunazika watu vizuri, ushirika tunakuja sawa, mambo yako smart. Ukieleza mambo ya huko watasema yes, hiyo ni dunia. Lakini ukisema habari ya kumpokea Yesu na haya maisha uachane nayo uanze mengine, kesi imeanzia hapo. Wakamwambia hii habari imetuletea sisi Wayahudi hakuna. Sasa wewe unataka usimame watu wote waseme ndio. Nenda kuhubiri watu wengine, hata na watu kwanza. Uombe tu. Lakini tafuta watu wengine waambie habari hiyo. Kwa sababu hata Yesu alipokuja walisema no way. Hatukusikiliza. Na nitakwambia baadaye sababu za watu wao kukataa habari za Yesu. Watu ambao ametokea kwao. Yaani ni kama wewe umezaliwa kwa Wabukusu, uokoke, alafu uende kwa Wabukusu ile ardhi yao original walikozaliwa, uanze kuambia Yesu anaokoa. Wanakuuliza jina lako nani? Wamarua. Wanakuambia wewe. Walehwa. Wewe. Usiletee mchezo hapo walehwa. Na tuambie unaokoka. Wewe unajua kuokoka. Tutakukata vipande. Unauliza wewe, mmekuaje bwana? Lakini umekuja useme na jiunga na chama chenu cha pombe. Wanashika ng'ombe siku hiyo. Umejiunga na chama cha pombe. Wangechinja ng'ombe na kuku na njiwa na sungura juu. Kwa sababu umejiunga na chama chao, umekubali mambo yao. Na wataanza kutangaza jina lako vizuri kila mahali. Kwa sababu umeamua kufuata mambo yao. Na wewe umezaliwa kwao. Unisikize vizuri sana. Sawa? Kwa hiyo usitaki kuforce mtu kwenu au kumwambia Yesu imebaya bwana waokoke unaanza kulia na kuumia. Hiyo habari achana nayo. Omba tu uelewe safari yako. Kesi ya kuanza kutaka waokoke kwa lazima yako itakuwa ngumu. Kwa nguvu zako itakuwa ngumu. Kwa matakwa yako itakuwa kesi. Hata Yesu alimzuia na wakakataa. Ndio kusomea mahali aliondoka na akaenda. Akaenda kuwahubiri watu wa mataifa ambao ni sisi. Ndio tukapata mlango wa kuingia. Wayahudi wamesema no. Na nilikwambia kuna dini sikutaja pia. Wakati Waisraeli walikuwa wameshika sabato ya Musa, ile sabato unaijua. Wakashika dini ya Wayahudi, wakashika dini ya Mafarisayo na Masadukayo. Dini ya asili ya Uyahudi. Wakashika hizo. Walikuwa hawabandui na wana msimamo panga kwa panga. Yule mwanamke aliyezini, si mnakumbuka Biblia mnamsikia habari hizo, sio? Wakamleta mbele ya waliomleta walikuwa Mafarisayo. Hiyo dini ilikuwa na sheria kali mno. Wameshika Torati mpaka nyuma na mbele. Yesu atusaidie kuelewa. Amen. Mwambie wenzako chomoka peke yako uendelee, usisumbue watu hapo. Chomoka, wametoka chomoka uende mwenyewe kama mshale. Go. Sianze kuuliza wewe mbona huyu nini? Wewe umesoma Biblia yako vizuri. Alienda kwa walio kwake. Kwanza na kuangalia wewe ndio kasani jina lako. Kabwa. Anaongea lugha. Ndio kasani kabwa. Unasema nini? Eti ninasema Yesu anaokoa na uokoke. Anarudi karibuni kuchukua watu. Anakuuliza waende wapi? Waende wapi?
Sisi tumezaliwa hapa. Swali kama hilo unajibu namna gani? Ukimwambia mbinguni anakuambia wewe ulishaenda mbinguni wewe. Anaenda anageuza alafu anakuambia wewe umezaliwa mtoto mdogo leo. Unaniambia habari za Yesu. Haujui kama nina kanisa yangu na dini yangu ya Kiyahudi. Unaanza kuniambia ati niokoke. Wewe hata mambo ya ajabu. Unashangaa ameruka hapo. Ukifanya mtoto makofi. Wanapiga mpaka makofi na wanamwambia mtu chukua nguo, weka kwenye bag, toka hapa. Usiletee mchezo. Eti wokoka. Chukua vitu kwenye bag. Yeye amjui, mmesikia ushuhuda wa Adam Haji. Baba yake alichukua panga na akasema leteni akiwa hai au amekufa. Ndio bila akimbie na kumuona tena. Sio kulikuwa na shida imeingia. Wana dini yao na unaanza kuambia Yesu anaokoa. Kwani dini yao inatambikana? Shida inaanzia hapo. Kwa hivyo Wayahudi walimkatalia Yesu. Unisikize vizuri. Usio na ibada mbili mara nje ndani. Walimkatalia Yesu mwenyewe. Leo nataka dunia ikukubalie. Kila mtu akubali unachokisema. Neema ya Yesu isipoingilia kati, kuna watu hawaingii uzimani hata upige kelele, kwa sababu watakataa hata hiyo neema ya wokovu. Ni maombi yetu kila mtu apokee neema aokoke, sababu jehanamu sio pazuri. Lakini uelewe pia kuna watu watapinga na kukataa hata ile siku Bwana anarudi, na wengine wataenda jehanamu na wengine mbinguni, kwa sababu kuna kuna maneno ya kukataa na yapo. Si kila mtu atakubali unachokiongea. Amen. Hasa watu wa nyumba ya sisi tulikuwa tumezaliwa hapa. Wewe una kitu gani different from us? Wewe unazaliwa hapa. Wanakuambia leo jina tulikuita ni mbaya. Sasa unauliza kama ni mbaya mniita ni hata hiyo macho mabaya. Kila Jesus Christ. Yaani hata wewe utaenda wapi? Yaani unasikia mambo kwa sababu wanaongea kama wao na wewe ni wao. Hawaoni tofauti ya Yesu kuingia na wao kutokuwa na Yesu. Ila wanaona tu wewe ni wewe, hakuna kitu zaidi hapo. Na utajaribu kuwashawishi wanulie pelemende ya kiroho. Utafute wanakuangalia tu. Sasa usitafute pelemende, pasua njia, tafuta watu wengine ambao watasikia, ambao sio wa kwako. Tafuta wengine, waambie habari za Yesu. Ngome inabaki ni kuomba. Bwana okoa nyumba hii, okoa watu hawa. Suluhishiane maneno hapo okoke. Hautaweza hiyo kazi. Yesu mwenyewe hakuweza. Walimwambia tu na akageuka kwa mataifa. Waisraeli wakabaki na Sabato, Uyahudi, Farisayo na Sadukayo. Na Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wamesoma. Hata Paulo mtume kabla hajawa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Alikuwa ni Mfarisayo. Aliyesoma sheria kuliko maelezo. Alikuwa anaamrisha nenda uchinja na chinja wote. Kwa anachinja Wakristo huyo. Hata yeye kuambia usiende kanisani, chinja. Wanalialia, "Tumeniambia nisiende. Mimi sijui nafanyaje. Mimi sijui Yesu sijui mbaya au siende kwa shetani." Unaanza kuongea mambo mabaya. Wanakuambia tusiende. Kwisha habari. Walikuwa wanachinja. Wanaamka asubuhi wanakuuliza yeye. Na wanakichinjio cha ng'ombe cha watu. Wanakupeleka mahali wanachinjia watu. Walikuwa wachinjia kila mahali. Simama hapo kwenye mti hapo kwenye mawe hapa. Angalia upande ule wanafunga kitambaa. Kisha habari. Anatuambia nini? Sisi tumekaa na hii dini babu walitukuta babu. Tulikuwa hapa. Wewe unatuambia habari ya Yesu. Achana mambo haya. Tunamjua Mungu kuliko wewe. Bado mnavuta pombe, mnakunywa pombe, bangi mnayo. Uzinzi mnafanya. Uasherati mmeloga na kulogoa. Yote mnafanya. Unamsema madini yenu. Ukianza kushindana panga imefika. Wanachokifanya wamekataa, usilazimishe, geuka. Tafuta watu wengine. Waambie Yesu anakupenda na watasikiliza. Nani amenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku ulishaamka na hasira unawaza ningekuwa tu saa hii wamalizane wote. Leo nitakaa naye, unakaa na nani? Wewe ni mwokozi malizana na kesi yako uendelee safari. Sisi kama mnanielewa au niache kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Niache au niendelee? Au mnasikiliza vizuri sana? Maana nimeona kimya mpaka nikasema au nimeshtua kanisa la Bwana. Tuanza nikazimia. Bwana anaendelea. Watu wa kwake wakamwambia tena anakuonyesha kwenye macho. Unasikia kidole kama Obora inze mimi. Mimi kiongozi wewe.
Mimi ni farisayo wa mafarisayo. Nimesomea sheria ya Musa, PhD ya Musa. Unawaza vitaanza. Unawaza ndara au ndara nje. Unaanza kuwaza hivyo. Sikiliza. Bwana Yesu. Inaomba usikilize vizuri. Anasema and they who were his own, ambao walikuwa ni wa kwake, did not receive him and did not welcome him. Hawakumpokea wala kumkaribisha. Andika. Ni vigumu watu walio wako kupokea wokovu kutoka kwako. Umeelewa vizuri? Yes? Yaani watu walio wako simple and clear. Unajua nini ambayo huwa inasaidia? Only your prayers, na ubaki kwenye wokovu. Usitoke kwenye wokovu na ubaki kwenye maombi. Hiyo neema unayoomba ndio tena. Kwa sababu wewe sio mwokozi, kuna mwokozi unayemuomba wewe. Ndiye ataenda apangue, atengeneze mlango, watu wafanye nini? Waokoke. Lakini wewe inaweza kuwa ngumu watu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana watu wengi wao ni wagumu kuanza hata makanisa walikozaliwa. Kama mimi nilianza huduma hapa, sawa? Walikotoka. Watu wanasemanga si wa hapa chini. Si unaelewa unasema nini? Isipokuwa Mungu amekwambia uende. Mimi Mungu aniambia nirudi na nitengeneze madhabahu nilikozaliwa. Ndiko nimelete madhabahu. Asingesema by the way nilikuwa na head Nairobi. Nilikuwa nimeshaambiwa mtandao naelekea Nairobi. Physically nilikuwa nimejipanga naweza kwenda Nairobi. Au kama sio hivyo Sirari uko mipakani naenda kwa Tanzania narudi Kenya. Nilikuwa najipanga na huko. Lakini kwa sababu sauti ya Mungu iliponiambia utoke katika nchi ile urudi katika nchi uliyozaliwa, aliniambia please naenda uinue madhabahu huko ulikozaliwa. Ni wapi? Ndio huko Western. Na nimekuja kuinua huko nilikozaliwa. Sitoki mpaka Yesu aeleweke. Ananiambia uende. Asipokuambia watu wengi hawakubali hiyo. Kwa sababu kwanza kuamini tu watu wewe ni mtumishi wa Mungu ni story ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Na ule ukoo wenu na familia yenu kuamini wewe ni mtumishi wa nani inachukua muda mrefu. Na hata wakati mwingine nimesoma shuhuda za watumishi wa Mungu ambao hakuna mtu aliwatambua mpaka walipoondoka duniani. It was that. Na nielewa kweli. Hata wakati mwingine wanafunzi watu waliozaliwa kwenye familia kina Yesu, yani kutoka kwa Mariamu na Yusufu, waliamini walipoona ameangikwa msalabani, alafu ile tetemeko limetokea na giza limeingia mchana, wakasema oh my God, kumbe ni Yesu, kumbe ni mwana wa Mungu, kumbe ni Mwokozi. Lakini kwa story unawaambia walikuwa waelewi. Hata miujiza aliyofanya Yesu hawakuamini, walimwambia fanyia huko watu wakuone, sio hapa kwetu. Walipoona matukio ya kuangikwa msalabani na mateso na kila na ile matukio ya tetemeko la ardhi, wakaona giza limeingia mchana, jua likazima, wakasema kama anazima galaxy system na mfumo wote, we bow down, huyu ni Yesu. Wakalia machozi. Akiwa hai hawakumwamini, anaondoka wanasema ni mwana wa Mungu. Wakasahau ni mwana wa Mariamu ni mwana. Sasa wewe usisahau, wanaweza wakasubiri unaingia mbinguni ndio wanasema kweli anaingia mbinguni. Unanielewa kweli? Acha kusumbuka. Kila mtu aamini, kila mtu utaumia, pressure itapanda. Acha naye ya mambo. Endelea safari. Mwambie mwenzako continue, aluta continue, mwambie aluta continue. Yaani endelea na safari. Chanzo kutaka kila mtu ajue wewe ndio simba wa kabila. Wewe ni kasimba tena unapaka unajidanganya hapo unasema mimi ndio simba. Acha naye mambo bwana. Go away. Bwana Yesu asifiwe. Utapreach maandiko anakuambia hii Bible naijua kuliko wewe. Nilisoma Qur'an, nikasoma Biblia, nikasoma ile nyingine. Unasemaje? Ukisoma scripture anataja hujamaliza anaongea hujafungua. Wewe mwenyewe hata hujui kusoma yenyewe. Unatafuta ameshasoma. Na sasa huyu utamwambia nini? Maana yake ondoka. The only thing, pray na wish maisha yanafanana na wokovu. One day. Mwambie wenzako siku moja tu itafika. Kwa hiyo hawakumpokea, sawa? Hata kumkaribisha. Kuna kupokea na kumkaribisha. Kule kupokea manake awatawale, awe ni Bwana, hiyo walikataa. Tunabaki na Uyahudi
na usabato na ile dini ya Mafarisayo. Hatukubali. Amen. Try to force it, you'll break down. Ukilazimisha uta break off. Na ndio maana kuna watu waliokoka Mungu akamwambia go away. Kuna watu waliokoka Mungu akawa separate, akawapeleka sehemu nyingine. Hiyo vitu huwa vinatokea tu kwa sababu kuna wakati watu wamekataa na uwezo kuambia waendelee na safari hiyo. You have to change direction. Na hivyo usiogope. Waleta sifi. Kama utawahubiri na wakwambie no, tafuta watu wengine. Ukiforce you break up. Maana utakuwa unamkosea Mungu wewe mwenyewe. Umeelewa vizuri? Amen. If they don't believe, usisikie vibaya. Kama usikilize, usisikie vibaya. Kama waoni, usisikie vibaya. You try, ukijaribu na uchungu wao kitu kusikia vibaya huwa inaingia mpaka unasikia inatokea huko. Au unasema kama unaingiza mshale alafu unavutia nyuma. Unanielewa? Ni chungu sana because you feel yani mimi wewe si my brother. Wewe si my sister. Kwa nini unasikia mtume unatolewa chungu kweli inaumiza and you feel bad. Ukianza hivyo uchungu na kumaliza na utakuwa mchafu kiroho. Acha na hiyo kesi, mwambie Bwana wewe ni Mungu unayeokoa. Kama ulivyoniokoa, neema yako inatosha. Endelea na safari. Tafuta watu wengine kama wewe ni Bukusu na Wabukusu wakuelewi, tafuta Wajaluo. Sema amen na umalizie hiyo kesi. Amen. Haleluya. Wangapi mtafuata utaratibu huo? Ili ufike salama, usiumie. Amen. Don't try to force it. Utapata shida mtu wa Mungu. I'm telling you experience na ni maisha ya wokovu. Ali Mhwana mnamsikia hapa sio? Ali Mhwana walimfukuza watu kwa wote. Ali Mhwana mnasikia naimba huko. Alikuwa naimba, nitaonyesha nyimbo zake ziko hapa. Au wengine wanamjua. Sawa? Aliambiwa unasemaje? Yesu, wao walikuwa Waislamu. Kisikia Ali ni nani? Na wakamwambia tuna dini ye. Hivi tunaletea Yesu hapa. Tutakumalizia. Go away. Na akaondoka. Na angekaa wanamalizia. Because Biblia imesema ukikataa go. Sho. Nenda uhubiri watu wengine. Uje tu ukule ugali na soda chai kunywe. Lakini kwenye kupreach watu wengine hawa omba na unyamazi. Kwa sababu walikataa ni andiko wamesimamia pia. Yesu walimkataa. Na wanataka ukubaliwe na walimkataa. Wewe ni Yesu. In fact wewe ni nani? Wewe ni nani? Precious. Sasa kama Yesu alimkataa, wewe ni pray. Basi umemaliza hiyo kesi, umeelewa. Look for other. Na ndio ushangaa ukifungua moyo utafuta watu ambao sio hapo wataokoka. Watamjua Mungu. Nimelea watu Tanzania, nimefundisha watu, nimelea watu kiroho, hakuna maelezo. Watu kuna kanisa moja linaendelea vizuri mno ambalo nimemwachia kiongozi wa huduma yote Tanzania. Atakuja. Yaani ukiwaona na ukisikiliza kwa unasema ama kwa kweli Mungu anainua watu. Lakini usingefanya hiyo kwenu nyumbani. Kitu hakiwezekani kwa wakati. Kwa sababu Biblia inasema hata Yesu walikataa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unajaribu kuambia marafiki zako waokoke na wanakataa, acha tafuta watu wengine. Waendelee na safari yako. Don't force them to get saved. Ukiwalazimisha pressure itapanda. Na utakaa uombi kwa furaha, utakuwa unakasika kila siku. Na ukishakasika unakuwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee au nisiendelee? Anasema and did not welcome him. Did not welcome? Hata kumkaribisha tu karibu. Ilikuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kukataliwa ni kawaida. Kwa habari ya wokovu. Amen. Kuna wale waliambiwa ukikaa hapa siku 2 tutakumalizia. They went away. Na Mungu akawaambia kama walivyosema nenda. Go. Na Mungu akamwambia uenda na kupeleka mahali. Anakupatia njia hiyo unaenda. Na Ibrahim kabla hajawa baba wa imani aliambiwa toka kwenu uende kwa mahali nitakapokuambia. Sawa? Kwao wasingekubali kwa sababu baba yake Ibrahim ukumbuke alikuwa ni Tera, alikuwa ni maabudu Mungu, worship of idols. Kwa hivyo Ibrahim ili amwabudu Mungu ilibidi atoke. Umeelewa nimesema nini? Na kama ni mfumo wa dini, kama dini haimwabudu Mungu kwa usahihi na umekubali kuokoka, lugha ni rahisi. Mungu anakuambia toka.
Unasikia? Kwa sababu ukibaki na kuna shida ya kiroho utashiba hicho hicho. Kwa hiyo anakuambia toka uende. Na hasemi ni wabaya au ni wazuri. Anasema tu kile ambacho umekipokea hakiendi hapa, hakiwezi kukaa. Basi toka uende. Ni kama mimi ni mzae mtoto kama huyu John Paul, alafu nipelekee jirani ale. Unanielewa kweli? Ni kazi ngumu. Kwa hivyo Mungu anasema kama ni wokovu, basi wokovu huo utaubeba namna hii na utakaa nao kwa namna hii. Ndio maana utasikia hapo ndio utakaa ulelewe kiroho. Na ukikaa utaona amani na utabarikiwa. Ila uking'ang'aniza kwenda unapofikiria kama mradi ni wokovu, utaondoka na utakufa kiroho. Ni kwa sababu kila mtu anaenda mahali panapohusika na kile alichokipokea. Yesu alikataliwa. Anasema namba 12, hiyo ndio nitasisitiza nitakapokuwa naelekea kumaliza. Lakini kabla ya hapo nikwambie kwamba uwe makini na watu wa kwako. Usilazimishe mtu kujua habari ya wokovu huo ulionao. Amen. Amen. Namba 2, omba tu neema ya Mungu iletayo wokovu iwe juu ya familia. Amen. Namba 3, usitunze uchungu, maumivu moyoni kwa sababu watu hawaelewi wokovu wako. Amen. Hata kama unasema umeokoka alafu ukatunza uchungu, nako sio kuokoka pia. Ukatunza hasira, maumivu, ukasikia vibaya, ukaanza kunung'unika, unalia usiku, mara nini, haueleweki, kazi hutaki, maana umeumizwa. Ukiendelea hivyo, hii safari utaachana nayo. Kwa sababu ukisha kasirika na una uchungu, umekuwa mchafu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uelewe hilo. Mimi siku moja nilienda kukesha. Wakati nimeokoka nilienda kanisa la kwanza la Kenya Assemblies of God. Nilikuwa number 1 baada ya praise center mbele upande wa kulia. Nilikuwa naongoza kipindi hicho na Pastor John. Sio John wa Adonai, kuna John mwingine. Wakati nimeenda kesha nimerudi, nikasema nifike mapema kama saa ngapi? Tulianza mkesha saa 2, kwa tunaanza mkesha saa 1. Yaani saa 1 vyombo vimewashwa ikuabudu maombi mpaka saa 9. Sasa ilifika saa 9 mimi nikatoka kanisani nikasema nifike nyumbani niweze kulala angalau mpaka asubuhi, maana ndio ninachunga ng'ombe tena. Nimefika tu nikakuta makafuri mawili kwenye mlango. Yaani la kwangu lipo na lingine limewe. Umeelewa hiyo? Nilikaa hapo na unajua baridi ya Western ya skimu ya mvua ile. Nikakaa hapo tu mpaka asubuhi. Niko tu mbu zinaniuma tu ninafanya sasa. Siwezi kurudi kanisani, nikae tu hapa mpaka asubuhi na haikufunguliwa mpaka mchana. Nilitoka hapa nikaenda kuchunga ng'ombe hapa. Sasa moyo ulikuwa lakini Mungu ananiambia achia moyo wako. Uwe na amani, uwe na furaha. Na hiyo funga nikaambiwa ni nani? Nikasema sasa huyu ndiye anafunga. Yaani unauliza huyu ndiye anafunga. Si mimi niliokoka, kwani nimekosea nani? Ukitunza tu uchungu umeisha. Safari yako imekatika. Nani amenielewa kufika hapo? Kuna vitu vitafanyika, inabidi ujifunze kuwa na amani. Ujifunze kuwa na furaha. Na njia ya kujifunza ni kumwambia nipe amani, nipe furaha. Ana download tu, yani kama unaweka kitu kwenye kikombe, sawa? Unachukua chai unamwaga, anaweka tu amani, unasikia furaha, ushindi, unafurahia, unaheshimu. Mambo haya yote yanafanyika. Kwa sababu gani? Yesu ndiye amekuokoa. Amen. Na kwa sababu yeye ndiye amekuokoa, anajua namna ya kukusaidia. Usifike mahali ukatunza uchungu. Siku moja ikafika Jumapili asubuhi, kila mtu amevaa uniform kwenda kanisani. Mimi nilikuwa nimeshaondoka huko. Amen. Na sasa na mimi nataka kujipanga niende kanisani. Nikaanza tu, mtu amesimama mlangoni akaniambia fungua ng'ombe uende uchunge. Na ni Jumapili asubuhi, unasemaje? Nikatoka na ng'ombe zangu mpaka Lugulu. Nilikuwa tunachunga mashamba haya, alikuwa hata kuna nyumba chache tu kwa Matiang'i, ndio kulikuwa na mji. Kisogea kule mbele usiku Atila kule chini. Yaani nilikuanga kwa Simiyu. Ukipita tu mashamba tunachunga ng'ombe mpaka tunafika Lugulu kule chini. Na nikaenda zangu nikafika huko nikachunga ng'ombe.
naumia tu nalia. Lakini Mungu akaniambia, ukitunza uchungu, ukitunza hasira na maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu, hasira, maumivu, utapata shida. Naomba uniangalie please. You're taking a lot of time on this. Kwa hivyo akasikia, nikasikia yani nachunga ng'ombe mpaka saa 8. Narudi ng'ombe zimeshiba, mimi nimekonda kiroho. Tunasema basi tu Yesu kanisaidia. Nafika nyumbani sina kunywa maji. Naona tu aliyeniambia nende kuchunga naye amerudi sasa, ametoka kanisa. Ilikuwa raha. Ukisikia moyo kuwa mgumu, unauzuia usije ukapata shida. Kwa sababu mambo yalikuwa si mepesi. Iliendelea hivyo kwa muda mrefu sana. Muda mrefu, pambana, yani mpaka ifike mahali sasa watu waseme tumekuachia. Ilichukua muda. So wengine mkinifuata nitakwambia vizuri namna kusimama, sawa? Tukikaa wawili hapa naongea kidogo sawa? Nitakwambia vitu vingine ambavyo ni vya zaidi ufanye nini. Lakini kimoja, usitunze uchungu, hasira, maumivu, usichukie. Kama ulivyomfanyia Yesu na manabii waliotangulia, na wewe hautakosa kufanyiwa hivyo. Ukishajua hivyo, mwambie mwenzako furahi na kushangilia. Amen. Mbinguni utafurahi zaidi hapo. Just be happy. Kwa sababu hivi vitu vinaenda hivyo. Anasema hawakumpokea wala hawakumkubali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mmoja anamkumbuka Linet, alikuwa Wasilari. Linet aliokoka, alikuwa naishi maisha ya tirati na pombe pia alikuwa anagusagusa. Kinisio sana. Na mume wake naye ni mlevi wa pombe. Alipoamua kuokoka, sio mara moja alifungiwa nyumba akawa analala nje. Yaani akitoka tu kanisani anakuta jamaa amelewa, ameingia, amefunga mlango, lala huko mpaka asubuhi. Anaamka asubuhi anamwambia aingie upike chai nikunywe. Taka hivi. Na anapika chai, anakunywa. Unasemaje? Hii inaitwa wokovu. Wewe kuna mambo mengine utaona kama watu wa kwenu utakuwa na mambo ya namna hiyo. Mradi ni wokovu. Kujiunga na dini hailetangi hiyo shida, kwa sababu kila mtu ni kama wewe na wao ni kama wewe. Lakini ukishaamua tu ni swala la Yesu. Nitakufundisha nafikiri kesho nini hutokea mtu anapookoka. Kwa nini inakuwa hivyo? Kuna mambo ya kiroho yanayosababisha sasa, sio mwili unafanya hicho kitu, ni kiroho ndio kinafanya haya mambo yaonekane vile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes, msichana mmoja akaokoka. Nikupe tu shuhuda ili uelewe. Amen. Nisikilize haraka. Alikuwa anasikia Yesu anaponya, Yesu anaponya, Yesu anaponya. Alikuwa ni Muislamu, na kwa sababu ya magonjwa yaliyomtesa kwa muda mrefu, akaenda kwenye mkutano wa Injili. Alipofika akasikia wanaongea vile vile, akasema okay, huku kwetu tunasemanga tu na inama tunaamka. Nataka niende hapa kwenye mkutano, kama wanasema anaponya, niamini na mimi niombewe. Kama nikipona, basi huyu ndiye nitamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaenda. Alipoenda akaokoka, na hapo alikuwa ameteseka, anazungushwa kila hospitali, akapona hapo na hapo na. Aliporudi nyumbani akamwambia mama yake, wote ni dini moja, ilikuwa ni Kiislamu. Akamwambia mama yake, mama, namshukuru Mungu, Yesu ameniponya. Mama akashtuka akasimama. Nasemaje? Kwa hivyo leo haukwenda msikitini? Ulienda wapi? Kwa Yesu? Isa bin Maryam. Unasema nini wewe? Sasa wewe leo ujue ni siku yako ya mwisho. Jiandae kufanya sala ya mwisho. Akaenda akamwambia, akasema leo usiku naambia baba yako akirudi na hii kesi tunamaliza. Baba ndio usiseme habari yake. Alikunja ile kanzu yake akafikisha hapa, alafu suruali ifike hapo, umeenda. Akafika akaambiwa, mzee, kwanza na
nikiwa kule Chicago. Karibu sana nyumbani na mambo mengine. Baada ya chakula, chai imepita hapo, unakunywa ile inaitwaje? Ile una kichungu ile. Kahawa, unakunywa ile kahawa, wanapenda ile kahawa ile. Kanakuwa kadogo hivi wanakunywa. Kachungu kafika yule Simba ametulia. Anasema tu yake wala sijui. Mama akamwambia sasa, nataka nikwambie jambo la ajabu. Unajua wanaona kama ni ajabu hii. Msichana wetu tumemzaa sisi. Tumemzaa sie. Ametoka tumboni kwetu. Anasema leo eti ameokoka, amemkiri Yesu. Yaani aibu gani? Nimekwambia ujue tumeharibikiwa hapa nyumbani. Baba akasema, "Yahe!" Akasimama. Kapiga mateke viti kwanza. Unasema nini? Amesema amemkiri Yesu. Amemwamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Eti kaponywa. Yaani sisi tumemzungusha tumesumbuka naye. Sala amepona. Tutanganye hapa. Tumezunguka naye kila mahali. Alama anatuambia leo eti kaenda kwenye mkutano kasikia tu Yesu anaponya, kaamini kapona. Watu wanaletea mchezo hapa bwana. Mchezo wa hapa bwana, mchezo wa mjini. Haleluya. Anaongea hivyo mzee akasema akaruka tena. Akasema mtafute alipo akaletwa. Kama unasemaje? Dunia ulichomwambia mama yako. Leo unajua unasali sala za mwisho, lazima uondoke duniani. Watuletea mchezo eti Yesu. Kwa sisi tunakuwa ni Yesu, tunakuwa tunamjua Allah, tunamjua nani? Unatuambia mambo ya Yesu. Tuna dini yetu bwana. Akaruka tena. Sasa binti akasema hii hakuna shida. Na ameokoka, unajua kuokoka. Hiyo unaona kama vituko. Moyo unasema tu haleluya. Kwa hiyo ukapi Yesu ni Bwana. Furaha inaendelea kicheko. Unajua hata wengine waseme amen. Maana wewe unasema nini? Wewe kwanza nalia na kuamka chini. No. Unacheka unafurahi. Akasikia ndio sasa ameambiwa. Ameteswa na magonjwa na amepata raha saa hii. Basi hata akifa kwenye raha hii uzima anao. Ungemshangilia Bwana. Umeelewa nimesema nini? Hakuna shida eti sio. Anamaliza akamwambia sasa binti yangu, kupenda lakini kwa kuwa umekana dini yangu ndio umeamini kumkiri Yesu, wewe mnaita Isa bin Maryam, wewe mnasema Yesu Kristo Mnazareti eti anaokoa, anatoa dhambi, umeacha mambo yetu ya swala na nini. Sasa unasikia leo saa 9 asubuhi unaomba maombi ya mwisho. Unaona kile chumba cha mateso utaingia. Na nitakuja leo na panga. Na anamaliza akaenda kunoa upanga. Kanoa. Wewe unafikiri mchezo? Umekaa tu hapa. Maneno madogo, shida. Niendelee au nisiendelee? Nataka nikwambie ushuhuda huu ili nikimaliza ushuhuda uende nyumbani sawa? Sikiliza ushuhuda. Haleluya. Katika hayo ikafika wakaenda wakalala. Binti akaenda kule. Anasikia tu utukufu wa Mungu. Unajua mtu akiokoka ameokoka. Mjaelewa? My God, si niache kusema. Yaani mtu akiokoka no pretense, ni kweli. Yesu ameingia humu na wewe sio wa kawaida, wewe ni kitu kingine. Mwambie wewe ni kitu kingine sasa hivi. Yaani kitu kingine hata watu hawajawahi kuona, hata hawajui ni kitu gani sasa. Basi ikafika akaenda wakalala. Binti yuko kule, yuko tu kwenye aseme maombi ya mwisho, maana anajua hii hakuna kitu. Maombi ya mwisho ya nini? Wewe ndio Mungu. Au hujaelewa nimesemaje? Ameambiwa uombe maombi ya mwisho. Leo kichwa hakuna. Basi muda ukafika saa 9 usiku, binti yuko ndani kwenye chumba amelala, amekaa kule anatulia, anasoma Biblia, anaomba. Akasikia pam. Yaani sio mkono unagonga, ni ile panga walisema inanolewa. Ikagonga pam. Amka. Umemaliza kusali? Umeomba maombi ya mwisho? Akasema ndio baba. Mwambie mwenzako ndio dadi. Nimemaliza hii kesi. Sasa kama unakuja ingia. Sasa akafungua mlango. Kesi akabora. Akafungua mlango akaingia. Tena yeye alifungulia, sio kwa lazima kufungua, akafungua. Si umekuja kumaliza na mimi maombi nimefanya, lakini maombi amemtukuza tu Mungu na kumsifu, maana hajui uelewa nini kitatokea, maana ni mgeni kwenye safari. Kwa hivyo hawezi kuelewa sana nini Mungu atafanya, lakini mtu akishaokoka huwezi kuamini. Siku nakiri Yesu ni Bwana. 1, dhambi zikisamehewa, jina likaandikwa kwenye kitabu cha uzima, kinachofata ni escort ya mbingu. Ungeshangilia kama hujui nasema nini.
malaika wanakuwa na mtu usiowaona kwa sababu hujapewa uwezo kuona kwa macho. Hao wanatembea na mtu usiku na mchana. Ndio maana wanaweza kujipanga maadui kukufanyia kitu wakasambaratishwa kwa namna isiyo kawaida. Kwa sababu huwa kuna malaika wanatembea na mtu aliyeokoka. Sawa sawa na watu wanafanya mambo ya giza, mapepo yanatembea nao usiku na mchana. Kwa hivyo ukiona anaweza kuwa mkali, sio yeye, kuna pepo amesimama hapo. Anashindana na wewe kwa namna isiyo kawaida. Kwa hivyo wakajua hapa nini sijui chochote. Haelewi, anajua Yesu na nasikia amani na furaha. Baba akaingia, amekunja ile yake, ameikunjia hapa ile, sababu anakuwa na suruali ndani na ile kanzu. Kwa hiyo akaivuta akaifunga. Na mguu huko akaivuta akafungia hapa. Akasema sasa piga magoti, akapiga. Alipopiga magoti waambie niangalie. Mimi yahe nimekumaliza. Unaamua kuendelea na Yesu au umeomba maombi ya mwisho uende zako? Pita kamwambia baba, uwe na amani. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana na hakuna shida baba, fanya haraka uite kuja kufanya. Ukisikia maneno haya ujue sio ya mtu, ni ya Yesu mwenyewe. Umeshangilia. Maana kuna watu hawaelewi. Unajua wokovu ni wokovu. Please. Na hapa hatuachi kuhubiri habari ya wokovu kweli. Ukitaka kusikia habari zingine tafuta kanisa lingine. Sasa kama kanisa halihubiri wokovu tunaenda wapi? Ni ya nini? Baba akainua pa. Akainua. Na amenoa two sides. Akipeleka hivi anarudi. Kwa hivyo akainua panga juu na akarusha. Aliporusha, malaika aliyekuwa anamsimamia alishika ile msichana akamlalisha chini hivi. Panga ikapita. Pa! Mguu wa mbaba kisha habari. Mguu ukakatika, ikabaki ngozi ya juu. Hey! Baba, utaelewa kuna Yesu. Hii mambo huwa mnaongea tu, wewe kuna Yesu hakuna. Wewe utajua Yesu yupo. Na utajua kuna mbinguni na kuna wanaoenda na jehanamu ipo, kuna wale wanaenda. Hii vitu hatuwezi kubishana kwa saa hizi. Panga imepita mguuni, ongea. Binti kwa sababu aliona panga na malaika aliyemweka chini alifanya apoteze fahamu, asijielewe na yeye nini kilichoendelea. Akalala usingizi atulie kwanza kwa amani. Alafu mzee mguu, mama anasema, nimekata mguu wangu, nimekata mguu wangu. Baada ya kumkata huyu msichana, yaani huyu si mtu, huyu si mtu, huyu si mtu, huyu si mtu. Huyu si mtu, huyu si mtu bwana. Huyu si mtu bwana. Hapa kuna malaika bwana, huyu si mtu bwana. Mama. Mambo mengine wewe unaongea tu. Hujaona mambo haya. Mama toka kaingia. Akakuta damu imelala mpaka mlangoni. Hajaona hata mzee bado. Damu imeshafika mlangoni. Maana alikata, unajua kata panga inapita na mfupa inabaki ngozi ya nyuma. Kwa nafikiri panga ilikuwa inalewa namna gani? Ikakuta kabaki ngozi unafanya. Unasema nimeanguka. Mama akasema sasa damu hii. Akakumbuka uchungu wa uzazi. Tumbo likakata cha. Mwanangu amechinjwa kwa sababu ya Yesu. Kweli. Mwanangu hakujua kumbe ni mzee. Alipofungua mlango kuingia akakuta mwanae amelala hajaamka. Akajua amezimia. Yeye hawezi kufanya. Na huyo mguu akaamsha watu wote kule. Wewe njoni muone kesi hapo. Wakabeba mzee huyo kwenye machela hospitali. Mtoto naye akaipelekwa hospitali, wote wapelekwe ili Kiswahili kieleweke mbele ya safari. Wakapelekwa, watu huyo amelala, huyo analia. Huyo sio mtu bana, sio mtu. Msimlete kwangu, wewe hata mtu wako, msimlete hapa. Mimi sitaki kumuona, mimi sitaki kabisa. Huyo si mtu, malaika huyo bwana. Mimi nimetaka malaika. Amen. Hela naongea kama mwana wazimu. Akapelekwa. Akauliza mzee, nini kilichofanyika? Nitibuni, nitibu kwanza. Lakini huyo msichana msimlete hapa. Huyo ni malaika wa Mungu. Huyo sio mtu wa kawaida. Mbona hujaelewa mpaka hapa? Hata nikiendelea kuhubiri, kuna vitu naelewa. Huyo sio mtu wa kawaida wewe. Unaelewa wewe? Sizungumzi na watu wameshika dini, ukiokoka, hii ndio sehemu yako. Msichana akabembelezwa huko, akawekewa maji nini? Malaika wanasema tulieni tu huko. Baadaye akazinduka. Alipozinduka akauliza niko wapi? Hii ni hospitali. Hospitali? Kwani nafanya nini katika hospitali?
akakumbuka, hivi baba yuko wapi? Akauliza sauti ya pili, baba yangu yuko wapi? Unajua wokovu wa kufanya uchukie mtu uone kama ni shetani. Alikumbuka kuna baba. Umeelewa? Ungesema amen vizuri. Pamoja na hiyo, huyo ni baba. Ungesema amen. Kwa sababu kuna watu katukia mpaka mtu na uone hafai tena. Usikose haya makosa utende jehanamu. Kwa hiyo baba yuko wapi? Baba, maana alikumbuka anataka kumkata. Kwani baba yuko wapi? Akasema, wakamwambia baba yako yuko wodi. Amekata mguu wa kushoto wote, imebaki ngozi. Kwa hivyo anatibiwa. Akasema, oh my God. Yesu akaanza kulia, sasa imekuaje? Sasa baba aliamua mwenyewe kuja kunikata. Mimi sikuwa na shida. Kwani kuokoka ilikuwa ni shida? Baba anasema msimlete. Na alisema msimlete mpaka akili zirudi vizuri. Yaani yeye hataki kuelewa huyu ni malaika, sio mtu tena. Akamaliza, akaamsha binti, akarudishwa nyumbani. Maana msimlete. Ndugu zake wote walipokusikia kesi, first ball kwa Yesu, second ball kwa Yesu, ungeshangilia, third ball kwa Yesu, fourth ball kwa Yesu. Sisi wote wanafunga mlango kwa nyuma. Mkibaki mtajua wanafunga kwa nini. Tunaingia wote, hakuna mtu anabaki. Hata kwa shetani hatubaki. Hata kwa mzimu, hata kwa majini hatuachi. Hata kwa bangi, kwa pombe hatuachi mtae. Hatuachi mtu. Wakaingia. Mama alipotoka huko, yaani wewe ni kiongozi wa kanisa direct, akasema mimi naenda kanisani. Sai ni kuombewa, niingie mzima mzima. Na acha haya manguo yangu na nini mavitaja kufunga macho yanaonekana tumekaa. Toi! Akarusha. Sasa naenda kuokoka. Haiwezekani. Huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Kuna wengine mmeogopa ndio Mungu, maana haonekani Mungu. Mmekaa tu kuogopa. Mtu akutishia umeshatishika. Akutishia pressure, akutishia morali, unatishia simama, Mungu aonekane, anaokoa watu. Namaliza. Please. Au utakumalizia? Nenda tu kwa amani. Nenda tu kwa amani. Haleluya. Nenda tu kwa amani. Tutabeba kesho, sawa? Na ile nakumbuka mahali ya chele nyingine nitakuwa naongeza. Sikiza vizuri, namaliza. Amefika muda huo. Baba sasa anatolewa hospitali, anarudi. Baba anaongea, akili zimechaji. Yahe, msinipe huyo mtoto. Ni malaika wa Bwana. Na anakaribia nyumbani akasema, lakini na mimi nimeamua. Pamoja na kukata mguu wangu mimi. Yaani nikishampona vizuri, na mimi naenda kwa Yesu Kristo Nazareti, wanayasema anaokoa. Maana ninaona mambo sijaona tangu nimezaliwa na kuwa na dini yangu. Ungesema amen. Na hii dini yangu hata sikuona mambo kama haya. Unajua wokovu haujulikani kwa sababu matendo hayaonekani yenye nguvu na utisho wa Mungu. Imekuwa ni story, na mimi nimekuwa Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Sikiza kilichotokea baada ya hapo. Mzee akapona, hajaonana naye. Yaani msichana akija anaambiwa pitia mlango wa nyuma, ingia kwako ulale. Sitaki kuona. Mzee akajificha. Mpaka siku akili zimerudi, akasema sasa nimuone. Alipomuona akalia machozi, akainama. Akasema kwanza, mwanangu nisamehe sana. Ni shetani alinisumbua. Ni shetani aliniingia kwenye akili. Lakini pia hii dini yangu yaonekana si dini sahihi kweli. Mambo haya yasingetokea kama ningekusikiliza mara ya kwanza. Alafu ni kweli mwanangu umepona kabisa yeye. Sasa baba, tangu siku ile mimi ni mzima. Mwili wangu, kila kitu niko vizuri baba. Baba nimepona. Yesu akarudia, wewe. Yesu amenipona. Usio unaongea mambo mengi, wewe ni nani? Sema Yesu. Surudie bwana. Yesu. Ukisema Yesu Hamashia, maana yake Yesu Kristo unasikia Kiebrania hicho. Yesu Hamashia. Anasema wewe anaongea vitu gani? Ni Yesu Kristo Masihi. Okay. Baba akasema sasa, huyo umemtaja huyo, kama ni kweli umepona, kuanzia leo usimwache. Na uende huko kanisani utumike kweli maisha yako. Lakini na mimi ninakufuata. Unajua kesi imeingia duniani kwa sababu hakuna ushuhuda. Watu waoga kama mende. Kifanya watu huko kwenye vichaka unapotea njia. Ukiwa hiki tayari. Mimi sijui itakuwaje, watu wakinikataa. Yesu sijui ni kwa unalia usiku mzima, ukiamka macho mekundu yamefura hivi.
Watoto walia nini? Mama niko tu vizuri. Kisa watu watakasirika nyumbani kwa sababu umeokoka. Hauko serious. Baba akaokoka, mama na familia yote. Na wale wasiwajomba waliposikia kampuni, mposema kampuni inajaa, kampuni ya mbinguni inajaa. Washangazi cha kampuni ndio wanasenje, kampuni na wajukuna kampuni, kanisa likajaa. Watu wakamjua Mungu aliye hai. Ni kwa nini? Nasoma andiko la kumalizia. Kwa nini nimetoa ushuhuda huo? Mstari wa 12. Na wale wote waliompokea, si watu wakati walimkataa. So walisema hakuna kitu, hataki habari ya wokovu. Anasema kwa wale waliompokea, alipoondoka kwa Wayahudi, akaenda kwa mataifa, akiwemo Victor Mseme, akiwemo Precious Riziki, akiwemo Bigaili Sanisa, akiwemo Melchizedek nani, akiwemo John Walepwa, akiwemo Kiplagat, akiwemo Daima Masija, akiwemo Dorcas, hiyo nyingine nimesahau. Yaani walipoanza wote mataifa kusema sisi ni mbwa kweli kama ilivyoandikwa. Lakini hata hivyo chakula hiki tunaweza kula tukashiba, wakaanza kumpokea, wakaanza kumkaribisha. Yesu ni Bwana, tunaokoka, tunaacha mambo ya mbwa na kahaba, tunaachana naye, tunarudi kwako. Uongo tumezoea, mizimu tumezoea, majini tumezoea, tunarudi, tumekwenda kwenye masali, tunageuka. Walipoanza kumkubali, wanasema aliwapa uwezo. Fanya mkono wako namna hii. Hey! Aliwapa nini? Simama ufanye hivyo bwana, simama. Aliwapa nini? Aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo kuitwa wana wa Mungu. Yes. Sasa huo uwezo unasikia, ndio yule baba alikata panga, mtoto akawekwa chini, ikakata miguu. Ina maana kila ambacho alimpa Yesu alipokoka huyo msichana, alimpa uwezo. Na uwezo nilikuambia, taa ukiona inawaka, huko ndani kuna waya zimewekwa na zina kitu kinaitwa electricity au stima kwa lugha ya huko, si ndio? Au umeme kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ukitaka kujua kama kuna power, chukua vidole weka kwenye maji, chomeka kwenye waya, alafu utoe na moto wake. Kwa hivyo akawapa uwezo, na uwezo maana yake nguvu ya kuitwa wana, tena sio kuitwa, kufanyika. Maana walikuwa wana wa giza kihalali, sio? Wana wa giza kibukusu, kijaruo, kikabarasi, kitachoni. Lakini wanapookoka anawapa ule uwezo sasa wa kufanyika, sio wana wa kitachoni, wana wa Mungu aliye hai. Ungemshangilia Mungu aliye hai. Na hiyo ndio ilifanya sasa watu wakaanza kuingia. Mtu alipookoka aliuona uwezo wa Mungu ambao hakuwahi kuona. Maisha yalibadilika, tumbo lilipona, kichwa kiliachia. Maisha, amani ambayo hakuwa nayo siku zote aliipata. Wakasema mbona huyu ni mtamu? Anasema kadiri walivyompokea, aliwapa uwezo, akawapa haki kufanyika wana wa Mungu. Ni hao tu, sio wanaojiunga na kanisa wapate kuzikwa na kufanywa sherehe. No, ni wale wanaoliamini jina la Yesu, wanalitegemea hilo jina la Yesu Kristo. Finished. Walipewa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Yes, zina imeshinda watu wote, lakini hawa wamepewa uwezo wa kushinda dunia. Nasikia moto, kuamkiza kidogo, sikia. Yesu! Hai! Nakumbuka mwenyewe Bwana Yesu aliniponya ulcers. Mwaka 2002 nilipona ulcers chronic. Zikapotea. Sema kunywa maji, kula sukuma na hakuna shida. Yesu Kristo ameokoa. He gave them power. Mwambie mwenzako power. Wow. Fanya hiyo kidogo power, mwambie power. Power. He gave them power to be called sons. Na anasema children of God. Kuna watoto wa kike na wa kiume kama familia ilivyo. Kuna Abigail, kuna John. Watoto wa kike na kiume, kuna Victor, kuna Neema. Wote wakafanyika kuwa wana wa nani? Uwezo wanao
Ni leo hujaamua kutangaza vizuri ibada. Ni leo hujaamua kuonyesha. Ni leo pengine uamini au hujui. Anasema akawapa uwezo kufanyika wana hata mauti ikija mpaka ipige hodi kwa Yesu ndio ikuje kwako bahati. Mbona hujasema amen? Jesus, maana yeye alizikwa akafufuka yu hai. Kama yu hai na wewe ulizikwa na yeye na mkawa hai pamoja naye. Kwa hivyo mauti ikija inaambiwa unamtaka nani eti? Fulani. Okay, kwa sababu ipi? Nilishampaka damu yangu, haiwezekani. Rudi ulikotoka. Anaondoka. Ni kwa sababu walipewa uwezo. Hii vitu unasema sitaweza, wengine hawakuweza, achana nayo. Ukiokoka unapewa uwezo. Kutoka hapa amini maneno haya. Believe. Let it be part of hata iwe maisha yako. Ulipewa nini? Nimeona nikiponya wagonjwa kwa mikono hii. Please. Nimeona nikiongea na watu hivyo wanajaza nguvu za Mungu. Au usitoki tulikuwa tunaongea na Pastor Madime. Unakumbuka ushuhuda wa mchungaji yule? Yes. Tunaongea na hili. Kuna mtu alikuwa amekaa hapa mchungaji, anatamani kujaa nguvu za Mungu. Tukiwa tunaongea moto kashuka alipo na akaanza kujaza nguvu za Mungu. Na sisi tunaongea mambo ya Mungu na nguvu zinajaa. Nimeona miujiza ya uponyaji wa kweli, sio ile kujaribu. Nimeona Mungu akiwapa watu uzima. Nimeona akibadilisha wasichana ambao familia yao hupiti popote bila dawa ya wachawi na waganga, bila zinaa. Lakini nimeona watu wakienda mpaka walipoolewa na kuishi kwenye maisha yao. Ninaongea kitu nakijua. Anawapa watu uwezo. Shida ambayo tumeipata ni watu wanaosema wameokoka lakini hawaamini wanachozungumza. You have to believe it. Lazima kuamini Yesu amekupa nini? Uwezo. Vitu ambavyo walishindwa kukuhusu, lazima ushinde. Yes. Watu walishindwa kwenye ukoo wenu, familia. Hata wewe mwenyewe kuna vitu vilikuwa vimekushinda na ulitazamia pengine utashindwa kabisa. You have to believe it. Na lazima uamini pia kuna uzima baada ya maisha haya. Habari ya jehanamu achia wengine. Wasioamini. Tumeelewana? Wasio? Them that don't believe. As an hour. You believe? Eternal life is there. Nasikia kwenda kumaliza nikwambie kitu. Wale waliompokea hawakumkataa. Sawa? Hawakumchunguza. Huwezi kumchunguza Yesu. Nimekuja hilo kanisa ni wachungu. Huwezi kuokoka. Kuna msichana alikuja. Sasa amekuja amesema kama anaokoka kama anaenda. Alafu anakwenda kutafuta mvulana ambe msichana wa kanisani tena. Msiniangalie kama sijui nasema nini. Hiyo kesi tulishaimaliza. Alafu unasema umekuja kuokoka wewe. Usijaribu Yesu. Ingia. Okoka. Utaziona nguvu. Usijaribu. Ingia. Mkubali, mkaribishe. Unajua ukitaka kujua mboga si zina chumvi, si unaonja. Na ukiona zina chumvi vizuri unakula. Yesu ndiye alivyo. Lazima akaribishwe. Na wokovu mzuri ni ule unaenda kwa kufurahia. Sio kwa kulazimishwa, sio kwa kuvutwa. Unajua ukija kanisani, unajua Yesu atakusaidia yako ete. Unajua ukiokoka bwana yaani Yesu atakupako uzima. Yaani unataka upako ambaye atakupako. Yaani ndio atakupako ndio nini? Just hallelujah. Just furahia ya mambo. Sawa? Furahia kuokoka, furahia kuwa na uzima, furahia kuiacha zinaa ya mataifa. Furahia nimeshinda mambo ambayo watu walishindwa. Furahia kwamba Yesu ni mzuri. Furahia uzima wa milele. Furahia kuwa katika nyumba inayohubiri wokovu. Furahia Yesu. Kwa lugha rahisi, furahia kuokoka, usilazimishwe. Ndio maana siku zote nakuuliza, unasikia furaha? Unaona ni sawa kuokoka? Unasikia ni amani ya moyo wako au unalazimishwa? Ukisema sielewi na kuambia usiokoke, rudi kwanza. Because nataka ufurahie. Ukiwa nahubiri hapa mwenzao, ninafurahia kuhubiri kuliko kula chakula kitamu. Nafurahia sana. Yaani ukiona niko hapa ndio raha yangu sasa. Yaani mimi nikiwa nahubiri hata mkisema kama mpaka kesho, sieni nitahubiri. I feel it na nafurahi kutumika. Uliza huyo. Hakuna siku nimewahi kuinama chini eti huduma. Kuna mtoto wangu kioo pastor wa Tanzania. Aliuliza Pastor Zakaria, "Wewe baba siku zote unaonekana tu yani uko imara, una furaha, yani mtu akija unamtia moyo. Yani sijawahi kuona umeinama." Nikamwambia niiname kwa nini? Napenda
uzuri wa ufalme? Nani angeniponya mimi? Nani angeniinua? Nani angenipa sauti ya kufikia mataifa? Nani? Nani angeniambia sasa nenda mataifa? Nani angeniambia kama sio Yesu? Nafurahia. Na ukitaka wokovu unaolipa unatoa matunda, ni ule umefurahi. Sio umelazimishwa ndoka. Sawa? Yaani umesukuma tu kaa huko ili ubadilike. Unaona hiyo ni wokovu? Hapana. Yaani kaa tu ile kanisa hili, kaa tu kwa Yesu ili usiende jehanamu. Kwa hivyo umejilazimisha hapa ili uende mbinguni. Umejilazimisha kukaa huko. Yaani usilazimishwe, usivutwe, yaani usiende. Umeshaelewa basi. Furahia. Swali linamaliza la mwisho. Are you happy? Ni umefurahia kuokoka? Are you happy with this? Kama bado na uchungu, naomba ukae uwaze tena. Na ujipange upya. Kwa sababu walimpokea. Sikiliza. Umeshawahi kwenda kwa mtu nyumbani na maliza? Yaani kwanza tukisema hodi, anaanza kuangalia, unaelewa? Sasa nazungumzia kukaribisha, tofauti na kukaribisha. Sawa? Alafu anakusalimia. Kidole kimoja anakupa leta mkono bwana. Kidole kimoja. Utafikia. Unaangalia mkono hauna oil lakini kidole ni kimoja. Alafu anakuangalia. Yeye kukaribishaje? Alafu sasa mkienda hata akikupatia chai utakunywa kwa raha. Utawaza mara tatu kama suru imewekwa au haijawekwa. Maana namna alikuleta hapa ni kama kuna shida. Unaweza kusema nimeahirisha kunywa nimeshiba. Maana uelewi kama hiyo sio kukaribisha. Unaelewa kukaribisha. Umeshindaje bwana? Kwa sababu unaelewaje? Shauri unaelewaje? Yaani karibu sana bwana, karibu sana. Twende bwana, anaweza kubeba. Inaitwa kukaribisha. Yaani shangwe, anakuja Mwokozi. Shangwe, haleluya. Ndio naimba zamani. Siku hizi mnaimba, siku hizi mwimbe. Siku hizi Mungu anaimba nyimbo gani? Tuache basi. Shangwe, haleluya. Tatu makofi, toa. Yaani watu wanaruka na hakuna hata vyombo, mikono ni ngoma yenyewe. Shangwe, haleluya. Yaani wanaimba na wanaingia rohoni na acha zamani. Sasa hizi mnaruka tu muziki mnaenda tu hivi kwenye. Yaani mpaka hata wakupatia na chakula unakula vizuri. Wamekukaribisha. Kwa hivyo mtu anayeokoka kwa namna hiyo ndio watu wanaendelea vizuri because they are happy. Hakuna maumivu, hakuna pressure, hakuna mara naona amepungua. Kama umeokoka lakini unafikiria umekosea, bado you have to feel happy. Unafaa kusikia amani ukija kanisani. Tunakuona lete Bible yako, lete Bible. Machelewa. Unatoka kule mbio, yani unakuja umefurahi, yani unaingia nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Yani unasikia kama mnaanza kuimba sana. Yani wengine unakuja kama unajificha kwenye mahindi, unaanza kuangalia. Hivi hiyo unaniona kama naingia kanisani, wananiona kama naingia usingi, unakuja unaenda hivi. Yes. Inaangu sawa. Alafu unatoka ukiwa hivyo unakuja na wimbo. Unasema leo nina wimbo mpya. Wanaweka kinanda wanashangaa. Wimbo wa mbinguni. Haleluya. Haijawahi kusikika popote. Watu wanaimba wanajaa nguvu za Mungu. Wewe unakuja umejikunja, unajificha kwenye mahindi, kwenye vichaka, kwenye mimba, unazunguka tu. Niende kanisani lakini basi tu wananiona naenda. Wewe fly. Kuanzia leo tutaona mabadiliko. Yaani unakuja hiyo happy. Mwambie mwenzako you must be happy about Jesus. Hata muongeni sio Jesus. Mwambie mwenzako you must be happy about Jesus. Ufurahie kuokoka. Furahia kuokoka. Msalimie mwenzako mwambie please be happy about Jesus. Furahia kuokoka. Kuna watu wamekaa kama mawe. Nasema nimeokoka lakini Yesu tu Bwana. Unasikia? Anasema nimeokoka ni Yesu tu Bwana. Yaani hata hasemi vizuri. Bwana atusaidie. Haleluya. Ushaona nikitoka nyumbani nakuja kanisani. Mwendo kama nimefukuzwa huko nyuma kuna mtu ananifukuza mbio. Niko mbio. Yaani unashangaa dakika moja nimeshawasha vyombo viko tu naenda kuomba. I've always feel it. Kuja kwa Bwana na injili na yohubiri huwa nina raha kuliko vitu vyote. Alafu nikikosa kula kabisa, alafu nihubiri ndio raha zaidi. Nataka kusema nini? Watu wanaofurahia
ndio wanaokoka wokovu mzuri, na utaona nguvu za Mungu. Ukiwa una uchungu, una hasira, una maumivu, unaona kama sio sahihi umeamua, hautawahi kuziona nguvu za Mungu. That is all. Hata uombe, hata ufunge, mradi moyo wako hautafurahia kuokoka. Sahau kuponya magonjwa, sahau kufua wafu, sahau miujiza. Na ndio maana kanisa limekaa kwenye hali ya kufa, kwa sababu watu walio wengi wameenda kwa Mungu kwa matakwa mengine, lakini sio kufurahia kuokolewa. After una miujiza, mtu wa Mungu, tutakaa kwenye dini kama zamani. Sio mambo ya zamani tu yale. Lakini ukishaokoka kwa namna hiyo, unafurahia. Mungu awabariki. Mshangilie Bwana Yesu. Wewe unaenda kuombewa, subiri kwanza. Haleluya. Nataka kuja kuchukua power. Okay, sawa. Haleluya. Hebu jiangalie, usiniangalie, jiangalie moyo. Mwambie Yesu, kweli leo naanza kufurahi kwa ajili yako. Naanza kufurahi. Sasa unaangalia wengine. Nimesema ujiangalie. Wewe unajua wewe mwenyewe unajua. Ujiangalie mwenyewe kiroho, fumba macho yako kidogo. Sema, fubuliza, jiulize, umempenda Yesu au umelazimishwa? Are you forced? Na kama umekuwa forced, acha na uokovu. Just leave. Kama unakuja hapa na unakasirika, unanungunika tu, yaani unaona kama ni mzigo. Yesu alisema hivi, niangalie sasa. Mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Na anasema njooni kwangu mliolemewa. Ina maana ukifika unatua mizigo. Kama umepatia mtu mizigo na umefika stand umempatia mtu, unabaki na uchungu. Unabaki na umu. Unabaki kusema kwa nini nimefika stand? No, unafurahi maana mzigo umetoka. Pengine kama hakutoa mzigo, Yesu atoe tu leo tena. Lakini kama ametoa mzigo, you are happy. Kuanzia leo furahia. Kuna mwimbaji mmoja kama yuko hai, anaitwa Shari Martin. Ni mwimbaji wa zamani wa Kenya. Anasema tufurahie wokovu wake Bwana Yesu we. Tufurahie wokovu wake Bwana Yesu we. Yaani anasema tufurahie, sio kuokoka, tufurahie wokovu. Nipe matunda ya kuokoka. Nimefundisha watu na nikwambie kitu. Sijawahi kumfundisha mtu maisha ya kiroho akitaka apotee mwenyewe. Lakini ukweli wengi wanarudi kwenye njia na wanasikia sasa ni wazima. Nisikilize. Sifikiri kama kutakuwa na mtu ameharibika hapa tena. Kwa sababu maneno nimekufundisha wewe ni hakika. Unajua ni kweli. Furahia wokovu. Johnny, ushaniona nikinung'unika juu ya kazi ya Mungu? Ushanisikia? Ninanung'unika, nasikia vibaya, nawaambia sijui nini, tutaachana na hii kazi. Ushasikia mahali popote? It's my wife. Have you ever had that? Paka wananiulizanga wewe ni mpambanaji. Na ukitaka kukaa na mimi vizuri, ukifika kwangu niambie pambana, simama imara. Wewe ukianza kuniambia mambo ya kuinama nitakwambia funga mdomo. Sikuzaliwa kuinama. Naenda tu mbinguni, lakini kana ni usiku sana usiniache. Sasa umempokea na kuachaje? Hata nyimbo za hapa mnasikianga mara nyingi, sio? Sipendi, kuna nyimbo mlani ulikuwa kwenye simu yangu. Usifurahi juu. Sio hiyo, kuna nyingine inasema ukiona nimekosa shamba niombe. Hizo nyimbo. Kuna mingine. Hiyo vitu simekanga, ushasikia? Hakuna hiyo vitu. Tunaenda mbele, mwambie mwenzako tunaenda mbele. Tumefurahi kwa Yesu. Na hii safari hatutoki, hatushuki njiani. Express heaven, hatutoki. Ni furaha. Basi ukija pale unaanza kuinama mtumishi. Mungu tu akotie wewe. Unajua mambo ni mengi wapi? Niambie pambana, simama imara. Nakwambia tutafurahi, tutafika. Na ndio maana ukiongea na wewe, hata kama unashuka, unaona unarudi. Na ninakwambia eti ni uongo. Eti unaelewa? Wewe, si unaelewa? Unakumbuka siku tunasimama pale, pakuangalia machozi. Nilipoongea nawe kilitokea nini? Mpaka leo unasimama sio? Ulirudi dakika hiyo, leo unalia alafu na Joseph anaanza kufurahi. Ya hapo tunamalizana na wewe. Kwa sababu nilifundishwa wakipokea wokovu wanapewa uwezo. Alafu uwezo sio udhaifu. Ubarikiwe, tusimame tumshukuru. Mwambie Bwana Yesu, nitafurahia wokovu. Nitafurahia wokovu. Nitafurahia wokovu. Just tell Jesus, I'll be happy.